Karibuni tena katika somo letu zuri, somo letu ambalo linahusiana na kanuni za milele ya uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Kumbuka, tunapozungumzia uwepo wa mwanadamu, maana tunazungumzia kusudi la mwanadamu kuwepo katika hii dunia. Nini sababu ya Mungu kuumba dunia? Na kwa nini Mungu baada ya kuumba dunia alimchukua mwanadamu akamweka ndani yake? Kupata majibu ya hili swali ni rahisi sana. Ukienda ukisoma kitabu cha Mwanzo kabisa pale, Mungu alipoumba dunia, baadaye akaja akamuumba mwanadamu na akaja akatoa sababu kwa nini alimuumba mwanadamu. Baada ya uumbaji wote, Mungu akaja akasema, na tumfanye mwanadamu kwa sura na kwa mfano wetu, ili akatawale kila kitu kilichomo katika dunia. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa sababu, huu ndio ulikuwa mpango wa awali kabisa wa Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu ili awe mtawala. Mungu alimuumba mwanadamu ili awe msimamizi. Mungu alimuumba mwanadamu awe kiongozi juu ya vitu vyote ambavyo vimo ndani ya dunia. Na ili mwanadamu aweze kutawala, lazima awe na vitu vitatu. Ili mwanadamu awe mfalme, ili mwanadamu awe kiongozi katika hii dunia, lazima awe na vitu vitatu. Hivi vitu vitatu ni vya muhimu na ni vya msingi sana, na mwanadamu akivikosa hivi, manake anapoteza haki yake ya msingi, anapoteza haki yake ya kiasili kuwa mtawala wa maisha, kuwa mtawala wa changamoto za maisha, kuwa mtawala wa kila kitu ambacho kinatokea katika hii dunia. Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba kwa asili yake, alimuumba kwa sura na kwa mfano wake. Tunaposema Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na kwa mfano wake, tunamaanisha kuwa mwanadamu amebeba asili ya Mungu ndani yake. Hii ina maana gani? Hii ina maana namna Mungu anavyofanya kazi ndivyo mwanadamu anavyofanya kazi hivyo hivyo. Ukisoma Biblia kwa undani zaidi, ukisoma uumbaji wa Mungu, utakuja kugundua kupitia maarifa, kupitia hekima, kupitia ufahamu, Mungu alifanya vitu vyote ambavyo tunaviona, vitu vyote vya asili ambavyo havijaumbwa na mwanadamu. Hivi vitu vyote viliumbwa na Mungu kupitia hivi vitu vitatu. Na ukisoma pia Biblia kwa undani zaidi, utakuja kuona sehemu nyingi sana za kwenye Biblia zimejaribu kuelezea namna Mungu alivyotumia maarifa, alivyotumia hekima, alivyotumia ufahamu kuumba dunia, kuumba ulimwengu na kuweka misingi ya kila kitu ambacho tunakiona. Kwa kuwa tuliumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, manake ndani yetu na sisi tuna tabia. Pia ukijaribu kusoma asili ya mwanadamu, ukijaribu kusoma kazi za mikono ya mwanadamu, ukijaribu kumsoma mwanadamu kwa undani zaidi, utakuja kugundua mwanadamu vitu vyote alivyoviumba, mwanadamu vitu vyote alivyovitengeneza, mifumo yote mwanadamu aliyoianzisha na kuitengeneza, hivi vitu vyote mwanadamu amevitengeneza kwa kutumia vitu vitatu. Kitu cha kwanza, mwanadamu ametengeneza vitu hivi kutumia maarifa. Kitu cha pili, ametengeneza kupitia ufahamu. Kitu cha tatu, ametengeneza kupitia hekima. Kama Mungu alivyoumba ulimwengu wa asili kupitia hivi vitu vitatu, ndivyo mwanadamu alivyoumba vitu vyote ambavyo tunaviona, vitu vyote ambavyo vimo ndani ya akili zetu, vitu vyote ambavyo tunavifikiria, ambavyo vipo kwenye mazingira yetu, mwanadamu ameviumba kupitia maarifa, kupitia hekima, kupitia na ufahamu. Kwa nini kuna mfanano? Kuna mfanano kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Hivi vitu vitatu mwanadamu ndio anavitumia kama kifaa cha kuweza kutawala, cha kuweza kusimamia na kuweza kuongoza vitu vyote katika hii dunia. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanadamu, alitaka mwanadamu atawale kupitia maarifa yake. Mungu alitaka mwanadamu atawale hii dunia, atawale ulimwengu kupitia hekima yake. Kwa hiyo mtu anapokosa hekima katika akili yake, mtu anapokosa ufahamu katika akili yake, mtu anapokosa maarifa katika akili yake, manake anapoteza haki ya msingi ya kuwa mtawala juu ya hii dunia, anapoteza haki ya msingi ya kuwa mtawala juu ya maisha yake, anapoteza haki ya msingi ya kuwa mtawala juu ya mifumo yote ambayo inaongoza, inadhibiti na inaamua hatima ya maisha yake. Kwa hiyo ufunguo wa mwanadamu kuwa mfalme ni maarifa, na ufunguo wa mwanadamu kuwa mtumwa manake ni mwanadamu kukosa maarifa ndani ya akili yake. Matatizo yote ambayo unayaona duniani manake ni matokeo ya mwanadamu kukosa maarifa.
Kwa mfano, fikiria magonjwa ambayo watu wanapata. Magonjwa mengi watu wanapata kwa sababu watu wamekosa maarifa. Watu wangekuwa na maarifa, wangeweza kuepuka magonjwa na matatizo mengi sana ambayo tunapata katika maisha yetu. Ukiangalia solution zote mwanadamu alizozileta katika hii dunia ni matokeo ya hivi vitu vitatu: ni matokeo ya maarifa, ni matokeo ya hekima, ni matokeo ya ufahamu. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho mtu yoyote aliyopo katika hii dunia inatakiwa kitafute ni maarifa, ni hekima na ufahamu. Ukikosa hivi vitu, manake unayaweka maisha yako katika mteremko wa kuweza kushindwa. Unaweka maisha yako katika mteremko wa kwenda kuwa mtumwa. Badala ya kusoma vitu vyote hivyo, ndio maana nikaja na kanuni ya milele ambayo inahusiana na uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Na hii kanuni inasema kila mwanadamu ambaye yupo katika hii dunia ameumbwa na Mungu na kuwekewa uwezo ndani yake wa kuweza kutawala mifumo ya maisha kupitia maarifa ya kweli, kupitia maarifa sahihi na kupitia maarifa ya ujuzi wa mema. Na haya maarifa lazima atoke ndani ya akili yake, na haya maarifa yanatoka ndani ya akili yake kupitia mwili. Kumbuka, mwili ni kiungo ambacho kinasimama kati ya ulimwengu wa ndani au ulimwengu usioonekana na ulimwengu unaoonekana. Kwa hiyo ili mwanadamu awe mtawala, kuna vitu kama vitatu inatakiwa vihusike. Kitu cha kwanza, lazima kuwe na maarifa. Kitu cha pili, lazima kuwe na akili. Kitu cha tatu, lazima kuwe na mwili ambao ndio unaokuja kuyatoa maarifa aliyopo ndani ya akili na kuja kuyaleta kwa nje ili aje kuumba vitu au ili aje kutawala vitu kama ilivyokusudia. Kwa hiyo hili ndio kusudi la mwanadamu katika hii dunia. Mwanadamu yoyote ni mtawala na anatawala dunia kupitia ulimwengu. Siku nyingine tutaenda kusoma kwa undani zaidi nini maana ya maarifa ya kweli, nini maana ya maarifa sahihi, na nini maana ya maarifa ya ujuzi wa mema. Aina hizi za maarifa zinatofautianeje na chanzo cha aina hizi za maarifa zinatoka wapi? Hichi ni kitu cha msingi sana ambacho kila mwanadamu inatakiwa kifahamu na inatakiwa akielewe, kwa sababu maarifa kwetu ni muhimu sana, kwa sababu kama nilivyoelezea kwa nyuma, kama maji yalivyo na muhimu kwa samaki, ndivyo maarifa yalivyo na muhimu katika maisha ya mwanadamu. Ukitaka umuue samaki, unamtoa nje ya maji, na ukitaka urudishe uhai wa samaki, unamchukua samaki unamweka ndani ya maji. Na pia ukitaka umuue mwanadamu, ukitaka uharibu maisha ya mwanadamu, ukitaka uingize wasiwasi, uingize hofu, uingize mashaka ndani ya moyo wa mwanadamu, manake mtoe katika mazingira ambayo yana maarifa kweli, yana maarifa sahihi na yana maarifa ujuzi wa mema. Ukimtoa mwanadamu katika mazingira haya ni sawasawa na kumtoa samaki ndani ya maji. Kwa hiyo mwanadamu anaanza kufa automatically. Ninapozungumzia kufa hapa, sizungumzii kifo cha kimwili, nazungumzia kufa kwa akili yake. Akili yake inapoteza lile kusudi la msingi ambalo iliumbiwa kwa ajili ya kulifanya. Kwa hiyo kusudi lolote lazima lilindwe na sheria. Kusudi lolote lazima ziwepo sheria ambazo zitakuwa zinahakikisha hilo kusudi linaendelea kuwepo. Kwa hiyo kuna sheria tatu, na hizi sheria tutakuja kujifunza kwa baadaye, na hizi sheria ndizo ambazo zinalinda kusudi la uwepo wa akili ya mwanadamu katika hii dunia. Sheria hizo, sheria kwanza tunasema ni sheria ya mwanadamu kupenda maarifa, kupenda hekima, kupenda ufahamu. Hii ni sheria ya msingi na ya awali kabisa ambayo kila mwanadamu ambaye anakuja katika hii dunia inatakiwa afundishwe. Kwa nini hii kanuni ni ya muhimu ya kupenda maarifa, ya kupenda hekima, ya kupenda ufahamu? Kama vile maji yalivyo ya muhimu kwa samaki ili aweze kuishi na kuzaliana, ndivyo maarifa yalivyo ya muhimu katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu akikosa maarifa, manake anakufa. Kwa hiyo sheria kwanza kabisa ambayo mwanadamu inatakiwa aitii na kuifuata kwa nguvu zake zote, kwa akili zake zote, kwa ufahamu wake wote, ni sheria ya kupenda maarifa, kupenda hekima na kupenda ufahamu. Hii ina maana gani? Hii ina maana mwanadamu inatakiwa kila wakati,
kila saa, kila sekunde inatakiwa uyapende maarifa kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa ufahamu wako. Sheria ya pili ambayo inalinda kusudi la uwepo wa akili ya mwanadamu katika hii dunia, manake ni mwanadamu kujipenda yeye. Kujipenda yeye ina maana gani? Ina maana mwanadamu inatakiwa afahamu ndani ya akili yake imebeba nini na ni vitu gani ambavyo vitamsaidia kuweza kutoa hiyo asili ambayo ipo ndani ya akili yake. Kwa maana nyingine, mwanadamu kujipenda mwenyewe maana yake ni kujua nature yake, ni kujua asili yake, na akishajua asili yake maana yake anajiungamanisha na ile asili yake. Kwa hiyo mwanadamu kujipenda mwenyewe maana yake ni mwanadamu kuenda kwenye asili yake. Akishaenda kwenye asili yake maana yake inatakiwa ajifahamu, inatakiwa ajielewe, ili maisha yake yawe na maana katika hii dunia, ili maisha yake yawe na maana kwa watu wengine ambao wanamzunguka. Kumbuka, kitu nilicho nacho watu wanakihitaji, na wewe kitu ulicho nacho watu wanakihitaji. Kwa hiyo tunaishi duniani kwa kutegemeana. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuishi mwenyewe. Kwa kitu cha kwanza nitakiwa nijipende mwenyewe. Nikishajipenda mwenyewe, nijue zawadi, nijue kipaji, nijue talanta Mungu ambayo ameweka ndani yangu. Nikishajua manake nianze kuikuza katika mazingira yaliyo salama, katika mazingira ambayo yatanipa nguvu ya kukiwezesha kile kitu kiweze kutoa matunda. Sheria tatu ambayo inalinda kusudi la akili ya mwanadamu katika hii dunia manake ni kuwapenda watu. Dhumuni kubwa la kupenda maarifa, dhumuni kubwa la kujua nature yako, kujua vipaji vyako, kujua talanta yako, kujua zawadi yako ambayo Mungu ameiweka, ni hivi vitu vyote ni kwa ajili ya watu. Kwa hiyo sheria ya tatu ambayo inalinda uwepo wa mwanadamu katika hii dunia, au inalinda kusudi hili, ni mtu kuweza kupenda watu, kuweza kupenda jirani yake kama anavyojipenda yeye mwenyewe. Siku nyingine tutaenda kuelezea kwa undani zaidi hizi sheria zina maana gani. Hizi sheria kama tutaweza kuzielezea, maana yake zitahitaji hata zaidi ya masaa 3 kuweza kuzichimba na kuzielezea kwa undani zaidi kwa nini hii sheria ni ya muhimu, na ni kwa nini inalinda hili kusudi la uwepo wa mwanadamu katika hii dunia.